Mkwala baada ya mechi ya kwanza iliyopita, mashabiki wengi walitoa maoni yao kwamba mechi inayokuja tukianza na Mkwala tunavuka, na mwalimu akafanya tathmini yake, akaanza kweli na Mkwala na tumevuka. Amefunga goli zuri la kusawazisha, lakini amefunga penalti nzuri na mnyama ameenda hatua ya nusu finali. Kwa hiyo mwalimu wetu ni mwalimu ambaye mpira, yani ile technical aspect yake ya kiwango cha hali ya juu mno, kuweza kungamua nani atanisaidia kwenye mechi gani. Kamara ametupeleka nusu finali, amecheza penalti mbili, mnyama amefuzu, ameonyesha kiwango cha hali ya juu mno. Kusema kweli, wale ambao walikuwa wana wasiwasi kwa nini tuna makipa wengi, wamepata majibu yake. Kwa nini tumemchukua Musa Kamara? Ametusaidia, ametuvusha, tumekwenda nusu finali. Wakati tuna mechi inaanza tu tayari unaanza na pressure, kwa sababu mko nyuma. Kwa hiyo mechi inaanza kuna pressure, unapata goli moja bado unaendelea kuishi kwenye pressure, kwa sababu bado haujamaliza kazi. Unapata bao la pili bado unaendelea kuwa kwenye pressure, kwa sababu mpinzani wako akipata bao moja inakulazimu wewe utafute mabao mawili ili uweze kuvuka. Kwa hiyo haikuwa mechi ya starehe hata kidogo. Ni kama vile tumeangalia filamu ya kutisha ya kizombi. Hauwezi kuenjoy hata muda mdogo. Ushawahi kuiona movie ya Final Destination? Hauwezi kuenjoy kuangalia ile movie. Kila muda unakuwa unajificha namna hiyo, kwa sababu unajua kuna ajali mbaya itatokea, watu watakufa. Kwa hiyo ndio mechi ya leo haina starehe hata kidogo. Ilikuwa ni mechi ya kuvuka. Filimbi ya mwisho imepulizwa na kwenda kwenye penalti bado, na kwenyewe kuna pressure kubwa. Pressure inakuja tukikumbuka tumewahi kutolewa mara mbili kwenye robo finali kwenye hatua ya penalti. Tumetolewa na Orlando, tumetolewa na Wydad. Kwa hiyo wakati penalti zinaanza unakumbuka namna ambavyo mlifeli mara ya kwanza, mlifeli mara ya pili. Najiuliza, je, hii tutavuka kwenye penalti? Lakini unapata matumaini kumwona anayekwenda kupiga penalti ni fundi wa penalti duniani, Jean-Charles Ahoua, binadamu pekee ambaye hakosagi penalti. Unapata matumaini ya kwamba huyu akifunga tuko sawa sawa, lakini unajiuliza kama huyu ndio mtaalamu wetu wa penalti, akikosa maana yake ameiangusha timu nzima. Lakini Mungu ni wetu, Ahoua anafunga penalti ya kwanza, anafungua milango kwa wenzie, na wanaokuja wote wanafunga, mnyama anakwenda zake nusu finali kibabe. Hakuna kitu ambacho hatujafanya kwenye hii mechi. Tumesali, tumefunga, tumeomba, tumetoa sadaka, tumefanya kila kitu. Tumemwomba Mungu kwa kila lugha: Kiswahili, Kiarabu, Kiingereza, Kifilipino, Kibantu, kuhakikisha kwamba Mungu anapokea maombi yetu. Ilikuwa ni lazima mwaka huu tuvuke hapo, twende hatua nayo, kwa sababu isingependeza tena kuishia hatua ile kwa mwaka wa 6. Kwa hiyo tumetimiza lengo la kwanza la kuvuka kwenda hatua ya nusu finali. Bahati mbaya ama nzuri, ratiba ya nusu finali ni katikati tu hapo ya mwezi wa 4. Kwa wale wote ambao wanahitaji kwenda either Afrika Kusini ama kwenda Misri, waanze maandalizi mapema. Kama ni Misri basi visa, kama ni Afrika Kusini tutakashia hapo Tunduma, walete Zambia Kusini hapa. Sawa bana, kuanzeni maandalizi. Kwa hiyo lengo la kwanza limetimia, kuvuka. Lengo lililobaki sasa ni kutoka nusu finali kwenda finali yenyewe. Na tukifika finali yenyewe tunaweka malengo mapya ya kuchukua ubingwa. Kwa sasa malengo yetu yanakwenda kulingana na mechi husika. Malengo ya ujumla tumefanikiwa ya kuvuka kwenda nusu finali. Sasa kwenye nusu finali tunaweka malengo ya kwenda finali. Kwenye finali tunaweka malengo ya kwenda finali yenyewe.